Asante. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Nimepokeaje taarifa za kifo cha baba kardinali wetu, Baba Pengo? Kwa kweli kwa simanzi kubwa sana sana, kwa sababu alikuwa ni mtu anajulikana sana, alikuwa ni mtu anajulikana sana, na nadhani kwa Tanzania ukiongea kardinali, yani watu wanamuelewa tu Baba Pengo. Mpaka hapo tulipata kardinali mwingine kwa siku za karibuni, Baba Protasi, Kardinali Rugambwa, na tulishakuwa na kardinali wa awali aliyemtangulia Baba Pengo, Baba Rugambwa pia. Lakini niseme mtu aliacha alama kwa watu wengi wa kizazi hiki ni Kardinali Pengo. Nilimfahamuje? Mimi niliteuliwa kufanya kazi jimboni kwake nadhani 2006, sitakumbuka vizuri, 2006. Na japo nishamsikia sana, kujua habari zake, kardinali ni mtu mkubwa, kwa hivyo nishamsikia sana, lakini sijakuwa na ukaribu pamoja na yeye, sijawahi kuwa na ukaribu naye. Lakini basi nimeteuliwa kwenye jimbo lake, nafanya kazi kwenye parokia ya Kipawa. Sasa baada ya kama miezi 4-5 tu ya kufanya kazi kwenye jimbo lake, nikapata barua ambayo inasema ameniteua mimi kuwa mmoja wa washauri wake. Kwa Kiingereza tunaita College of Consultants. Kwa hiyo niwe mshauri wake. Nilishangaa sana, kwa sababu barua ya kwanza niliyopokea kwake ni ile ya uteuzi wa paroko. Kwa hiyo ukiwa paroko mahali unategemea tu kwamba labda anakuteua uwe mmoja wa labda uwe dekano au nini, lakini kwamba niwe mshauri wake na sijafanya kazi Dar es Salaam. Kwa hiyo nikaomba appointment kwenda kukutana naye, na ndio ukaribu nilianza kuwa naye. Sasa basi nikaona ni mtu, sisi tunafahamu kama ni mtu ambaye alikuwa mkali sana, lakini nikaona ubaba wa ajabu, baba mzuri, baba mwema, sauti ndogo nyororo, akinieleza sababu za kunifanya mimi niwe mshauri wake. Na kwenye vikao vya washauri, na katika washauri kwa kweli nakumbuka, na mmoja wapo pia ambaye nilimkuta kule, tukakutana kule kwenye washauri wake, ni Askofu Nzigirwa Eusebius, alikuwa padri wa jimbo la Dar es Salaam. Kwa hivyo na wale ukanipokea, kamati na mshauri askofu ni kama watu 8 hivi, nilikuta kama ni watu 8. Kwa hivi na nikamkuta kule na Baba Nzigirwa akiwa pale, tukaona jinsi anatuamini baba. Kardinali ni mtu mkubwa sana, lakini anatuamini sisi. Wakati mimi nilikuwa na umri wangu sana, nilikuwa na historia yangu ndefu, lakini Baba Nzigirwa alikuwa ni vijana tu. Basi tukaendelea hivyo, nikaona anavyopokea ushauri hakupingi tu na kusema hapana, hicho kitu nakifahamu au nini. Alikuwa kwa wema mno. Na Baba Kilaini alikuwa ndiye
alikuwa ni msaidizi wake, askofu msaidizi wa jimbo la Dar es Salaam. Kwa hiyo tulikuwa timu nzuri mno, tulifanya kazi, na kweli niwaambie mambo mengi ya kiaskofu nimejifunza kutoka kwake. Mambo mengi nayofanya hapa Same na ninayojitahidi hapa tena nikijiamini ni kwa sababu nimejifunza kwa baba askofu, baba Kardinali Pengo. Kwa hivi tumeenda hivyo, miaka mitatu baadaye nikasikia na mimi nimeteuliwa niende jimboni Same kama administrator, mwangalizi. Hapa walikuwa naita mtume, kama mtume, nije hapa kama mtume wa kipapa. Alafu mwaka mmoja baadaye nikatajwa kwa askofu. Kwa hivi mimi Kardinali Pengo niliposikia sasa, kwa sababu ya huu karibu, naona kama nimepoteza baba kwa kweli. Baba wa imani, baba si wa imani tu, baba wa kweli kabisa, yani kwa maana ya ule alivyotutriti sisi, walao mimi kama paroko, lakini mimi pia kama mshauri wake. Lakini pia baada ya muda tu akaniteua pia kuwa hakimu wa mahakama ya jimbo na kanda ya mashariki ya kanisa Katoliki. Kazi ambayo ilikuwa ni ngumu sana, lakini alituonyesha ushirikiano mkubwa sana. Tena hiyo ofisi iko pale nyumbani kwake pale sasa hivi kwa askofu mkuu Yuda Tadei Ruwaichi, lakini ni pale ofisi yetu ya mahakama ilikuwa, na tunapokea watu wengine. Unajua watu wa Mungu wapo, watu wadogo, watu wa kawaida, lakini watu wakubwa pia, mpaka na viongozi wa serikali ambao wana matatizo ya ndoa, wana nini, hata watu wakubwa huwa na matatizo. Nataka kukuambia tu hilo, hata watu wakubwa wana matatizo. Kwa hivyo tumewapokea, tumedili nao pale mahakama, lakini muamuzi mkuu ni kardinali. Kwa hiyo mimi ni kama naandika tu kama hakimu, na kusanya nyaraka pamoja na nini, na kuandika hukumu baada ya sisi mimi na jopo langu la mahakama, alafu tunapeleka hiyo hukumu, tunamwachia mwenyewe aipitie, alafu aamue kama sema hii ni ndoa au ni batili. Ilikuwa batili tangu mwanzo, kwa sababu kanisa Katoliki hatuna talaka. Kwa hivyo tuna aidha ubatili wa ndoa hii haikuwa ndoa kwa vigezo vya ndoa, haikuwa ndoa, au ilikuwa ndoa lakini ambayo haiwezi ikabatilishwa, sio kama ilikuwa ni ndoa halali. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi yetu ni kuestablish hiyo. Kwa hiyo mimi namshukuru baba yule kwa sababu aliniamini kwa kazi nyingi. Halafu pia yeye pamoja na maaskofu wengine wakaniaminisha, ni hapo mimi ni paroko, hapo ni mimi ni mshauri wake, hapo ni mimi ni hakimu, lakini wakaniteua hata hivyo niende nikawe part time lecturer wa seminari kuu ya Segerea pale Dar es Salaam. Kwa hivyo chini yake nimefanya kazi, nimetoka jasho chini yake. Namuona kama baba sana, kwa sababu alikuwa ananishauri pia, lakini hapo naambia baba nimechoka, anaambia wewe endelea tu kidogo, kwa sauti nyororo, endelea tu kidogo. Kwa hiyo unapata kama unaaminika, unaendelea, unaumia huumii kabisa, kwa sababu unajisikia kwamba kuna baba yuko nyuma yako. Kwa hiyo Kardinali Pengo nimepokea taarifa ya kifo chake leo asubuhi tulivyoamka tu kwa simanzi kubwa. Nilikuwa najua ni mgonjwa, nilikuwa najua kwamba ni mgonjwa, lakini unajua ugonjwa ni kitu kimoja na kifo ni kitu kingine. Kwa hiyo hata mtu akifikia hata kama miaka 100 tungetamani aishi zaidi, lakini alikuwa na miaka 81 tu. Kwa hiyo sio mzee, sio umri mkubwa sana. Japo ukiwa kijana unaona ni umri mkubwa, lakini 81 ni umri ambao
kwa nafasi yake angeweza kuishi zaidi, lakini ni vile kwamba alipata na magonjwa mbalimbali ambayo yalimlegeza, na kwa kweli ametuacha, lakini tumwombee aende kwa amani kwa Mwenyezi Mungu, alale, lakini ameacha imani. Vita amevipiga, ndio vita vya imani amevipigania sana, lakini amelinda imani tena inayoonekana, kwa sababu mwenyewe miaka yake, nakumbuka tukifanya kazi pamoja, alikuwa anatuambia kwamba asingependa Mwenyezi Mungu amchukue kabla parokia za Dar es Salaam hazijawa, nadhani anasema 100 sijui au chini hapo, ambapo alizikuta zilikuwepo kadhaa, lakini amerahisisha parokia zikawa parokia nyingi sana, na kwa sababu watu wanasema wana mwitikio wa imani. Mimi ambaye nilifanya kazi kwenye jimbo hilo Dar es Salaam, kwa kweli naona kwamba aliacha alama kubwa mno, alama ya imani, alama ya Wakatoliki kujiamini kwa kila nyanja, lakini hasa imani. Na alitamani basi aache makanisa, nadhani parokia 100, lakini sitakumbuka vizuri kama nimesikia sasa hivi ndio alisema, alikuwa anaongea habari za kifo, aache parokia 100, lakini nadhani sasa hivi ziko zaidi ya 170. Kwa hivyo ni ndoto alikuwa nayo, lakini ndoto ambayo imefanya watu wakaexpand. Nakumbuka akija kwetu kwenye parokia yetu anasema, jamani, watu wanasema hivi, nimewapa nini? Kwa huo upendo mnanionyesha, niliwapa nini kwani? Hii makanisa mnajenga wenyewe, sio mimi naijenga. Mimi kazi yangu kuja kubariki tu, lakini mnapambana mpaka kitu kinyoke kabisa, makanisa yenye nguvu, parokia zenye nguvu. Ukarimu mnaonionyesha, watu wa Dar es Salaam ni wakarimu, lazima niseme hilo. Watu wa Dar es Salaam ni wakarimu sana, yaani Wakatoliki wa Dar es Salaam ni wakarimu sana. Na mimi nakumbuka nikijenga kanisa au nikijenga Kigango, lakini ili ujue ukarimu wa watu wa Dar es Salaam pia, kwa kweli nataja Wakatoliki, lakini sio Wakatoliki peke yao. Tulikuwa unaenda na michango, mwenyekiti anakupeleka huku na huku, lakini anakupeleka kwa marafiki zake wa madhehebu mengine, anakupeleka kwa Waislamu. Mimi si nilikuwa nakaa maeneo barabara hii ya Nyerere kwenda airport, ndio ilikuwa parokia yangu hapo Kipawa Karakata. Pale kuna viwanda vingi sana wengi wa wale wenye mali ni Waislamu, lakini wamenichangia sana. Kwa hivyo Baba Kardinali alikuwa ni msingi wa imani, nguzo kabisa, namuona hivyo, mimi namuona kama nguzo ya imani, na sio Dar es Salaam peke yake, lakini kanisa la Tanzania kwa ujumla, kwa sababu ukiangalia zaidi ya nusu ya sisi maaskofu ambao wa miaka hii ya 90 hasa 90 na 2000, kwa kweli ni yeye ametupatia uaskofu, ni yeye ametuaskofisha, ni yeye ametuweka wakfu. Kwa hiyo tunajisikia, unajua mtu ambaye ndiye amekuzaa kiroho, unajisikia karibu na yeye zaidi, unajisikia ni baba yako. Ndio maana nimekuambia pale mwanzo ni kwamba mimi namuona kama baba yangu. Simanzi anayoacha ni sio mimi ndio, lakini Watanzania karibu wote, Watanzania. Na kwenye siasa alikuwa na impact. Baba yule alikuwa na impact, neno lake lilikuwa na nguvu. Alafu ni mtu wa hekima, alikuwa haongei ovyo ovyo, ni mtu wa hekima. Kwa hiyo hata viongozi wengi wa serikali wanaenda kwake, wanaomba ushauri kwake. Alikuwa ni mshauri wa watu wengi. Na ukiona utulivu wa nchi ni pamoja na yeye. Ni vile mimi kidogo
huwa nasikitika kidogo ninaona viongozi wengine, naomba nieleweke vizuri, viongozi wengine wa serikali huwa hatambui vitu, hatambui mchango wa watu ambao hawapo serikalini. Lakini baba yule, tukiwa kweli kabisa, utulivu wa nchi na yeye anahusika nao. Na naomba katika hii impact tunavyoenda sasa kwa maziko yake, mazishi yake, tuseme hivyo vitu. Viongozi wa serikali wasijione ni wao tu, waone kwamba kuna watu wengi sana wako pale ambao wana mchango mkubwa sana katika utulivu wa nchi na maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo hiyo ndio neno langu la busara, kama mnaliona la busara, la hekima, nataka kusema kwamba viongozi watambue. Uongozi ni mpana, sio mtu mmoja. Uongozi ni mpana na sio serikali peke yake. Tusiimbe wimbo mmoja, kuna nyimbo nyingi, na hizo nyimbo na ziimbwe zote, zina mchango katika utulivu na maendeleo ya nchi. Amina.